Na unadhani kwa ushauri wako mtu ambaye anaamua, kwa sababu nadhani Ufaransa elimu pamoja na culture pamoja na vitu vingi havijulikani katika nchi kama zetu, kwa sababu ni sisi tuko kwenye dunia ambayo tulitaliwa na Mwingereza. Hawa ni Wafaransa, kwa kuna nchi ambazo zinafahamu vizuri Ufaransa kuliko sisi. Je, unadhani ungekuwa unamshauri mtu kuja kusoma Ufaransa, ungemwambia ajiandae vipi? Kwa hivyo ya masters kwa mfano namwambia ajiandae na mchaka miaka 2 mirefu sana. Hakuna yale mambo ya masters za jioni, yale unaenda jioni, hapana. Yani hii kama vile umerudi primary darasa la 7, kuanzia saa 2 mpaka saa 12 jioni. Ni bumper to bumper. Sawa. Kwa hiyo ajiandae kisaikolojia kwamba shule ni ngumu, shule ni ndefu. Shule ni ngumu, shule ni ndefu. Lakini pamoja na hayo watu wengi sana wanadhana kuwa ukija ugaibuni au ukija Ulaya unapiga boxi. Sasa wewe unaposema bumper to bumper, mambo yanakuwa mengi. Muda gani anapata kwenda kupiga boxi? Nakumbuka sisi tunaanza shule, mwalimu wa profesa akatuambia msitafute kazi, msiende kubeba box kwa sababu hatuna muda. Yaani muda haupo. Jumatano sisi tulikuwa tuna vipindi. Kwa tunasoma Jumatatu, Jumanne, Alhamisi na Ijumaa. Wanatuambia Jumatano sasa itumie kufanya kama umepewa assignments, kwa sababu sisi tulikuwa tuna assignments nyingi kweli, research papers za kuread, za kusoma zilikuwa nyingi na kuanalyze. Pumzika pia, fanya hizo kazi. Kwa hiyo masters nyingi kwa Ufaransa muda hamna wa kufanya kazi, na hapo ndo linakuja kwa nini ni vizuri kuomba scholarship. Lakini haimaanishi kama ukikosa scholarship huwezi kufanya hizo kazi unaweza ukafanya muda wa summer holidays, kuanzia mwezi wa 6 pale hadi mwezi wa 8. Na mwanafunzi anaweza kufanya kazi masaa 20 kwa wiki. Na wewe ulishakubeba boxi? Hivi boxi kwa mnamaanisha boxi ni lazima kufanya kazi zile ngumu sana, au boxi inaonyesha kazi tu zote student job? Mimi sielewi vizuri, lakini ninachojua unamaanisha boxi ni kwa unapiga kazi zaidi ya 1 2 ili maisha yako yaende vizuri. Okay. Basi kama ndivyo nimewahi. Mimi nilifika kipindi ambacho COVID ipo. 2021. Mimi la boxi langu lilikuwa boxi la pharmacy. Kwa hiyo unafanya katika njia zile ambazo unataka kuzijengea. Naweza kusema ukiwa ni medical personnel kwenye hizi nchi, kuna kazi fulani hivi unakuwa uko priority kuzifanya, ambazo ziko ndani ya domain yako. Kwa mfano mimi nilikuwa wanaita tester kwa COVID. Kwa hiyo mimi nilikuwa nafanya kwenye pharmacy Paris pale. Nilifanya kwa miezi 2 kazi ya COVID testing. Kwa hiyo ni kama nibaki kwenye domain. Sawa. Lakini yani maana kubwa ya swali langu ni kuwa kuna urahisi gani kwa mwanafunzi ambaye atakuwa anakuja hana scholarship kupata kazi ambayo inaweza kumsaidia kujikimu kimaisha? Anakuja hapa ana hela yake mfukoni, amelipa ada tayari, anaweza kupata hela ya chakula, lakini anahitaji hela ya kufanya vitu vile vitatu: kwenda kununua nguo, kwenda kusafiri angalau Europe. Kuna urahisi gani yani, au challenge gani ambayo anaweza akaipata kupata hizo kazi? Kwa mwanafunzi ukienda miji mikubwa, hapo tunazungumzia Paris, Marseille, Lyon, miji mikubwa, kazi za students zipo nyingi. Kwa hiyo tuseme miji mikubwa, challenge ya kupata kazi ya mwanafunzi kusogeza au kuongeza kipato sio kubwa kama miji midogo. Miji midogo wanafunzi ni wengi, alafu hakuna tunasema hivyo viwanda au kazi sio nyingi sana. Kwa hiyo labda kwa mtu ambaye anakuja bila scholarship, kwa ushauri wangu ni vyema akachagua miji mikubwa. Na ndio swali langu lingine lilikuwa linakuja, ni miji gani ambayo unapendekeza kwa mtu kama anataka kuja kusoma kutokana na kozi yake angeweza kuchagua? Kwa sababu watu wengi wakifikiria Ufaransa wanajua ni Paris. Lakini kuna miji mingine mikubwa ambayo ipo ina vyuo. Hapo unazungumzia mwanafunzi wa scholarship au ambaye hana scholarship? Yeyote katika. Okay. Kwa ambaye hana scholarship anaweza kusoma popote. Miji midogo ni vizuri zaidi kwa sababu gharama za maisha ziko chini. Mfano anaweza kupata room euro 150 kwa mwezi. Wakati kwa Paris labda euro 300. Kwa hiyo kama una scholarship, kwa kweli hiyo choice zako ni nchi nzima, unaweza kusoma popote. Inabaki ni wewe sasa chuo unachokitaka kipo hapa. Ambao hawana scholarship wanategemea kujisomesha. Sasa ushauri wangu,
ni kuchagua zile big 10 au big 5 za ambao tunazungumzia Paris, Toulouse, Marseille, Lyon. Umeona miji ambayo kupata kazi ni kuna wepesi.